Upo vizuri, lakini hii ni wiki ambayo tunaelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo baada ya kutamatisha mchezo mmoja ambao umesalia, Simba zidi ya Kagera, lakini Young Africans zidi ya Dodoma Jiji. Dosa, umeutazama hii michezo ambayo imetamatika, lakini tunaelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Umesikiliza kauli za viongozi mbalimbali wa Simba, lakini pia umetazama machapisho mbalimbali ya Simba kwenye ukurasa wao wa Instagram. Nini ambacho umegundua kwa viongozi wa Simba? Kwa viongozi wa Simba hawakuwa na story mpya. Lakini nimemsikiza mwenyekiti wa Simba Sport Club Murtaza Mangungu, mzee kabisa. Of course. Alikuwa yuko very clear. Amenyooka. Vibaya mno. Mangungu anasema hakuna mwana Simba aliyokuwa na mashaka kuelekea dabi ya Kariakoo. Mangungu huyo. Anaenda mbele anasema ukimwona mtu ana mashaka huyo sio Simba. Ana wasiwasi. Ukimwona mtu ana wasiwasi huyo sio Simba. Na huu ujumbe wa Mangungu kuna watu maalum wamepelekewa. Ujumbe wa Mangungu kuna watu maalum wamepelekewa. Si ndio? Akiwemo Mandala rafiki yangu kabisa, si ndio? Akiwemo Mchome rafiki yangu kabisa huyo, lakini pia akiwemo na Mikoi Kisugu. Wao ndo wana mashaka. Wao ndo wanasema mpaka leo wanasubiri taarifa rasmi kutoka kwa uongozi, si ndio? Na hao ndo mashaka yenyewe ambao anazungumzia Mangungu. Amesema hao sio Simba. Mwenye Simba ana mashaka. So ni mpo. Mechi ipo na mechi itapigwa. Na hautakuwa mchezo mwepesi kama kuna baadhi ya watu wanapofikiria. Hautakuwa mchezo mrahisi kama watu wanavyodhani. Mchezo utakuwa ni mgumu. Lakini mchezo huu utakuwa ni historia, Sanga. Historia inaenda kuwekwa kwa namna gani? Huu mchezo wa tarehe 25 Rosi. Haijawahi kutokea Simba na Yanga kwenye ligi kuu paka wakombe na uwanjani. Hii moja ni historia. Sawa? Mimi naamini mchezo upo, mechi itachezwa na mechi itakuwa ni ngumu tofauti na watu wanavyofikiria. Unaamini mchezo upo na mechi itachezwa na unaamini kwamba mchezo utakuwa ni mgumu sana. Haya machapisho ya Simba kwamba msemaji anatoka anaandika zendi, lakini Simba anatoka anasema kwamba mchezo wetu wa kufunga msimu 2024 tukiwa nyumbani. Hii ni nini Dosa? Ni kumfanyia mpinzani mind game kuelekea mchezo huo mkubwa, ama wewe kitu gani ambacho unakipigia taswira kwenye namna ya Simba kuibuka na? Mimi sioni kitu ambacho Ahmed Ally amekikosea. Yeye amesema huu ndo mchezo wao wa mwisho wakiwa kama wenyeji, si ndio? 2024 2025. Kuna mchezo mwingine ambao Simba atakuwa mwenyeji? Hakuna. Sasa hapo kosa hapo liko wapi la msemaji? Wao wanasema huu ndio utakuwa mchezo wa mwisho, wana Simba wakaagane. Maana wana Simba wanafikiria, wanajua kwa tarehe 25 watakuwa ni wageni zidi Young Africans. Kuna mambo mengine wanahabari mnayachonganisha. Kuna mambo mengine wanahabari mnayachonganisha kwa kuyalazimisha. Mnakwenda kuwaambia wana Simba wamekaa kimya. Haya, wana Simba kwa watakuwa wafanyaje? Wenyeji wa mechi ni Yanga, si ndio? Yanga ndio wanapaswa kupromote mchezo, si ndio? Ndio wanapaswa kutangaza tiketi, si ndio? Lakini Yanga ndio wanajua mechi inaenda kuchezwa uwanja. Mimi nimependa sana utulivu wa uongozi wa Simba. Mambo rudie Dosa. Nimependa sana utulivu kwa uongozi wa Simba. Wameamua kukaa kimya kusubiri tarehe 25. Wameamua kukaa kimya kusubiri tarehe 25. Hii ni mind game. Of course. Ndio. Na ni nzuri kwa Simba mpinzani kama Young Africans, kama kweli Simba wanatumia hii mind game. Kwa binafsi kwa upande wako unavyoiona? Mind game inahitajika na maandalizi. Unaweza ukafanya mind game kama hujajiandaa utapasuka. Kwa kama itakuwa ni mind game kama tunavyoamini, lakini Simba pia anapaswa kujiandaa zaidi kwenda kukabiliana na Yanga. Yanga mwenye sifa kutoa 5-5. Yanga umezungumzia mwenye sifa kutoa 5-5, wanaelekea kwenye huo mchezo wa dabi ya Kariakoo. Dosa, ukikitazama kikosi cha Young Africans, lakini pia ukikitazama kikosi cha Simba, umezungumzia inaenda kuwa ni dabi nzuri na dabi ya kihistoria. Huu mchezo tuzungumzie sasa mchezo wenyewe kama mchezo wenyewe. Mchezo mgumu sana, mechi ngumu sana. Ila kwenye huu mechi kuna vitu viwili ambavyo nataka mvifahamu. Yanga ana mambo mawili. Simba ana jambo moja. Sijui mnaelewa vizuri. Ukiangalia wachezaji wa Simba mmoja sio wachezaji wenye viwango vikubwa sana. Ila Simba anapata faida kwa sababu anacheza kitimu weki. Singano upo? Nimekuelewa. Lakini ukiangalia Yanga
licha kuwa wachezaji wao mmoja mmoja wana ubora, lakini pia wana faida kucheza timu weki. Umeelewa vizuri? Lakini bado naamini Yanga atakwenda kuchukua ubingwa, lakini sio kwa kumfunga Simba Sport Club. Yanga atakwenda kuchukua ubingwa, lakini sio kwa kumfunga nani? Simba. Hii mechi unaiona sare kama unavyozungumza? Nimesema mimi naamini Yanga atakwenda kuchukua ubingwa, lakini sio kwa kumfunga Simba. Singano, Yanga anaingia uwanjani. Tarehe 25 hiyo. Anaamini anakwenda kucheza na timu yenye kipa bora. Yanga anaingia uwanjani tarehe 25 hiyo. Anaamini anakwenda kucheza na timu ambayo ina top scorer. Timu ya defense bora ambao ni nani? Simba. Ndio maana mimi kwa mtazamo wangu mdogo nimesema naiona Yanga ikichukua ubingwa, lakini sio kwa kufunga Simba. Sasa tuangalie kwa namna ambavyo Simba wao Fadlu Davis jana umeutazama mchezo zidi ya Kagera Sugar. Ni mchezo ambao ulikuwa ni mgumu sana. Lakini kuna baadhi ya nyota hawapo kabisa kwenye mchezo na ni nyota muhimu katika kikosi cha Simba. Kwako imekupa taswira gani kwa mwalimu Fadlu Davis? Mimi ninachojiamini kwamba Simba amewekeza nguvu kubwa kwenye mechi ya dabi. Unachoamini? Simba amewekeza nguvu kubwa kwenye mechi ya dabi. Isipokuwa Bongo anahitaji kwamba kila kitu kifanywe matangazo. Naweza nikasema kwa mbali kwamba Simba inawezekana wamedevelop kwenye dabi hii. Kwa sababu mechi kubwa lakini hawaifanyi promo. Manaona Singano? Mechi ni ngumu hii. Nimejiuliza kwa nini Simba amemwekelea Mpanzo nje. Nimejiuliza kwa nini Simba Zimbo yuko nje. Kapombe yuko Kagoma yuko nje. Akili yako inakupelekea wapi? Simba wacheze tarehe 25. Kwa mwenye akili haraka ama kwenye di mbili Simba wametunza energy yao kwa tarehe 25. Ndio maana kwamba hiyo mechi sio ya kukosa. Utakuwepo uwanjani? Mapema. Tutakuwa pamoja. Ndio umewatazama Young Africans ambao umezungumzia kwamba wameendelea kutoa vichapo bao 5-5. Wamemfunga Tanzania Prisons bao 5, lakini wamemfunga Dodoma Jiji bao 5 na wanaelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Yanga inakupa taswira gani timu yako hii? Ina sifa za ubingwa. Yanga ina sifa za ubingwa. Nikisema hivyo kuna watu unajua. Taswira ni nzuri tangu mwanzo mpaka hivi sasa wameonyesha dhahiri shahiri wanahitaji ubingwa. Lakini sio faa. Yanga wanahitajika kujipanga zaidi kwenda kukabiliana na Simba. Ili inalisema. Unaliweka wazi kabisa. Mapema kabisa. Kwamba Young Africans wasijiamini kupitiliza. Wanakwenda kucheza na timu ambayo kwanza ina sifa kuchukua ubingwa wa ligi. Lakini wanakwenda kucheza na timu ambayo ndani yake kuna top scorer. Ndani yake kuna goalkeeper bora. Lakini ndani yake pia kuna defense bora. Simba anaingia uwanjani akiamini tunakwenda kucheza na timu ambayo dunia nzima ndio inaongoza kwa kufunga mabao. Sio mchezo hapo. Chemalone ajipange. Mabeki wa Simba kuna Hamza wajipange. One mistake, one goal. One mistake, one goal kama ulivyozungumzia Dosa, lakini pia bado kuna mashabiki wa Simba maendeleo wamekuwa kizungumkuti kwamba dabi ipo ama dabi hakuna. Kuna namna ambavyo watu wengi wanaisubiria hii dabi kuiona ni nini ambacho kinaenda kutokea. Hii dabi Dosa imekuwa na kizungumkuti sana. Ni kitu gani ambacho umegundua kwenye hii taswira kwenda kumaliza msimu? Wewe ndo unalazimisha kizungumkuti. Lakini kiongozi mkubwa wa Simba kashasema watu hawana mashaka. Mechi ipo. Na mechi inapigwa tarehe 25. Ndio maana nikawaomba sana wana Yanga wajipange kwenye hii mechi. Tusije tukaingia kwa kujiamini, alafu mwisho wa siku dharuba ikatupata sisi. Unaona Simba wanaenda wakiwa namna ambavyo wamekosa mataji mara 3 mfululizo kwenye hili ligi kuu soka Tanzania bara. Unamwona Simba wakienda kwenye, nimemuuliza Mikoi hapa kwa namna ambavyo ulinyanyua kwa hapa kule Zanzibar kwenye ile kombe, nikamwambia umejiandaje kwenda kupokea ile kombe, yeye ameshindwa kulijibu hilo. Kama Simba itatokea kwa namna ambavyo ananyanyua kombe hili la ligi kuu soka Tanzania bara, ni mafanikio kiasi gani kwa upande wao? Kwa upande wao sijajua kwa upande wao. Simba na wewe ukiwa kama mshabiki wa Young Africans Dosa, ukiwa umetazama Simba msimu huu na umezungumzia kwamba Simba ipo bora sana. Kwangu itakuwa ni surprise. Kama Simba ikibeba kombe itakuwa ni surprise. Dunia nzima haije kutokea itakuwa kama Simba.
Naomba turudie kauli na kama Simba ikichukua ubingwa. Shida yako Singano unataka kugombanisha nyaya. Naomba tuweke hii kauli vizuri. Kama Simba ikichukua ubingwa. Itakuwa dunia nzima hakuna kama Simba. Naomba tuweke kauli tena vizuri kwa mara nyingine. Tuweke sentence vizuri. Kama Simba ikifanikiwa kutoa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, itakuwa dunia nzima hakuna kama Simba. Moja. Kwa sababu ukifanya assessment vizuri zaidi, unakutana na Simba pekee ndio ilosajili wachezaji 15. Unakutana na Simba pekee ndio ilouza mpaka mashabiki kwa watu wa timu moja kuwapeleka timu nyingine. Lakini pia utakwenda kuikuta Simba yenyewe ambao ndio ina technical staff mpya msimu huu. Sio maneno vizuri. Ndio maana nikasema ikitokea Simba anachukua ubingwa wa ligi kuu msimu huu, dunia nzima itakuwa hamna klabu kama Simba. Dunia nzima hakuna klabu kama Simba. Kama ikitokea anachukua ubingwa. Nimekupa sababu hizo. Na nimezielewa. Wachezaji 10+ wamesajili msimu huu. Technical staff mpya wamesajili msimu huu, si ndio? Lakini pia Simba msimu huu imetoa shabiki wao kutoka Simba kwenda timu. Na itakuwa ni fezea kwa Young Africans ambao wamekuwa kwa muda mrefu sana, takriban mara tatu mfululizo waliobeba kombe la ligi kuu. Itakuwa ni huzuni kwangu. Kwangu kama mwana Yanga itakuwa ni huzuni. Kwa sababu tumeongoza ligi muda mrefu, afu dakika za jioni tumekwenda kutema ubingwa. Naomba tuweke kauli vizuri. Kama Young Africans endapo kwangu mimi itakuwa ni huzuni. Naomba nirudie kwanza. Endapo Young Africans wakiukosa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, kwangu mimi itakuwa ni huzuni. Kwa sababu kama mshabiki wa Yanga kwangu mimi itakuwa ni huzuni. Kwa sababu tumeongoza ligi kwa muda mrefu zaidi ya miezi 7. Alafu dakika jioni ndo tunakwenda kutoa ubingwa. Kwangu itakuwa ni aibu na kwangu itakuwa ni fedheha. Na unamuona mnyama kwa namna kunyanyua makwapa, asilimia zipoje kwa mnyama? Namuona lakini simuombei Mungu. Namuona lakini simuombei Mungu Simba chukua ubingwa. Ila unamuona akienda kunyanyua kwapa. Anahitaji pointi 3. Si ndio? Na kwa timu kama Young Africans Simba ikikaza inawezekana. Sijui. Sijui. Ujui? Jibu sina hilo. Jibu sina. Kwa timu kama Young Africans, lakini pia kwa timu kama Simba unamuona kwamba kweli Simba akikaza kweli akingata meno kikosi kama cha Young Africans kile. Yanga ile kuchukua ubingwa anahitajika kukaza sana mbele ya Simba. Na Simba ili kuchukua ubingwa wanahitajika kukaza sana mbele ya Yanga. Ila nafasi ipo. Kila mtu ana nafasi. Simba nafasi ya kuchukua ubingwa ipo. Ipo. Wakikaza, wakifanya mazoezi vizuri watachukua ubingwa. Wachezaji ambao wengi wanatamani kuwaona ni mchezaji kama Elie Mpanzu ambaye itakuwa ndo mara yake ya kwanza kucheza dabi ya Kariakoo. Lakini pia Simba ina wachezaji wao wakina Kip Dennis ambao wanakuwa wanafanya vizuri sana kwenye dabi ya Kariakoo. Ndio baadhi ya nyota ambao wameongezeka kwenye kikosi cha Simba kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Unaona Young Africans wanaenda kupata tabu, aina mabeki kama wakina Isla Mwenda, wakina Shedrack Kiboka, tunawazungumzia wachezaji kama wakina Kip Dennis, wachezaji kama wakina Elie Mpanzu. Wewe una mashaka na kina Elie Mpanzu? Una mashaka nao? Sina mashaka. Basi tuache swali hili. Kwako wewe binafsi? Sina mashaka. Wachezaji mabeki kama mimi nimesema hivi, kina Elie Mpanzu ni wachezaji wazuri. Wanakwenda kukutana na mabeki wazuri. Kwa hiyo atakayefanya vizuri kazi yake ndio atakayewini. Mabeki kama wakina Isla Patrick Mwenda, lakini pia wakina Shedrack Kiboka, Isaka. Nimekutajia mawinga wawili ya Kip Dennis lakini Elie Mpanzu. Hii dabi kuna namna ambavyo wao wachezaji walikuwa wanaimbwa sana Rosa. Ndio maana nikasema moja jambo ambalo Watanzania wanapaswa kuliomba kwa hivi sasa ni kuomba Mwenyezi Mungu atufikishe tarehe 25. Kuna surprise. Kuna surprise. Hapa takuwa na miujiza, ile patakuwa na surprise. Tarehe 25. Mimi naamini kila timu ina nafasi ya kufanya jambo ambalo wanalihitaji. Singano upo? Nipo. Unataka kusemaje? Nakusikiliza. Basi. Kuna namna ambavyo Simba wakiwa wamekosa mataji mbalimbali, lakini pia hili taji ndio limesalia la mwisho. Simba wataelekea kushiriki katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Dosa tumeizungumzia Young Africans, lakini pia tumezungumzia baadhi ya nyota mbalimbali wa Simba. Tumalize kwa hili, kwako umekuwa ni msimu wa aina gani, lakini pia mafanikio mbalimbali ya ligi kuu soka Tanzania bara? Kwangu ni msimu bora. Ni msimu bora. Na ubora wa msimu huu kwangu mimi ni kwa sababu mpaka mechi ya mwisho bingwa hajajulikana ni nani. Na upya ni ubora mmoja wapo kwenye msimu. Sio ligi zote duniani zinaweza zikacheza kama hivi. Sio ligi zote duniani zinaweza zikacheza kama hivi.
Kwa hiyo kitendo cha kwamba mechi ya mwisho ndio anaenda kupatikana bingwa, hiyo ligi ni bora. Tusubiri Singano, usiwe na mashaka. Tutakuja kuzungumza sana. Muda na saa ukifika, tutakuja kuzungumza sana. Nimeona baadhi ya mashabiki mbalimbali wa Young Africans wanaposti zile paredi ambazo zinapigwa mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam, wakapiga paredi hadi Msimbazi. Nimeona tena na posti kwamba itajirudia. Baadhi ya wanachama na mashabiki ambao Doso unawafahamu, mashabiki zako wa Young Africans, wameendelea kuposti hivi kwamba wananchi tujiandae kwa paredi. Hili litajirudia. Unawaambiaje mashabiki hao na wanachama? Mpira dakika 90. Kwamba mpira dakika 90. Mpira uendeshwi na mapambio na nyimbo. Mwenye kucheza mpira ndo anajua kwamba mpira ni dakika 90. Lakini Singano huwezi ukamzuia mtu kutumia mtandao wake kuposti anachokihitaji. Hata mimi kwenye akaunti yangu nimeposti tunajiandaa na paredi, si ndio? Hata wewe pia ulikuwa mmoja wapo. Nimeposti, kaangalie. Sijaona, nimeona baadhi ya wengine. Na mimi pia nimeweka. Sio, unaelewa? Lakini kuna nyakati tunakuwa kama mashabiki, lakini kuna nyakati tunakuwa kuzungumza mpira. Ukikaa kama shabiki una haki ya kusema chochote isipokuwa matusi, si ndio? Lakini ukija kimpira unatakiwa uamini mpira ni dakika 90 na yoyote anaweza kashinda kwenye huo mchezo. Sasa wanachama wenzako wa Young Africans walisupport sana klabu yao ndani ya msimu huu, lakini pia unawaambiaje endapo wataukosa huu ubingwa? Iendelee kuwa hivi hivi kama ma-influencer, lakini pia mashabiki waendelee kuungana kama nimetumia neno kama endapo wataukosa ubingwa. Umoja na mshikamano uwe kama huu ambao tumeona ndani ya msimu huu. Kama wakikosa tutakuja kuzungumza hiyo. Kama wakiukosa, na mimi naamini hatukosi, tutakuja kuzungumza hiyo. Nataka kunichomesha. Baada ya mwisho wa siku tutakuja kulizungumza, usiwe na mashaka. Usiwe na mashaka kabisa. Tutakuja kuzungumza faida za ma-influencer na mambo yanofanyika kwa ma-influencer. Tutakuja kuzungumza, wala usiwe na mashaka na mimi. Taarifa zao zote ninazo. Zote na waambie jamaa na yao mambo yote kwenye hayo mambo yenu. Wewe waambie tu hivi. Dosa, malizane neno moja la mwisho. Tuombe Mungu tarehe 25 tufike kwa salama. Mechi ni ngumu sana Singano. Mechi ni ngumu sana. Si baadhi ya watu kwa namna ambavyo marefali ambao wamekuwa wakipewa hizi dabi za Kariakoo kuchezesha, mwamuzi ambaye watu wengi wanamwamini ni Ahmed Harajiga kwa namna ambavyo ubora wake anauonyesha kwenye dabi ya Kariakoo. Doso, unasemaje mechi kubwa kama hii? Baadhi ya Simba walilalamika mchezo uliopita kuhusiana na Kayoko, lakini hii ni mechi ambayo ya kuamua ubingwa. Baadhi ya waamuzi, hii ni mechi kubwa. Doso, unasemaje kwenye ngwe? Mwamuzi ameshatangazwa? Bado. Tusubiri. Tusubiri atangazwe. Lakini wewe unasemaje kwenye ngwe ya waamuzi kuelekea? Nimesema hivi, mechi kubwa inahitaji mwamuzi mkubwa. Na mwamuzi mkubwa ni nani? Mechi kubwa inahitaji mwamuzi bora. Wapo waamuzi bora, lakini hivi sasa Rajiga ndo anashika hatamu. Endapo hii mechi kama itamkosa Rajiga kama tunavyozungumzia, na ni mechi ya kutoa ubingwa ligi kuu. Mimi siamini kama itamkosa Rajiga. Siamini kama itamkosa. Na mimi naamini yeye ndo atakayekuwa refa wa mchezo. Kwa hiyo jambo la pekee ni kuomba uzima, jambo la pekee ni kuomba afya, jambo la pekee ni kuomba nguvu kuelekea tarehe 25. Inshallah tutaonana. Na naamini siku hiyo Singano tutakaa pamoja. Baada ya mechi tutazungumza mimi na wewe. Shukrani. Asante sana.